2025. Ninashukuru. Hakika kiongozi ametuambia kwamba hatuko hapa kwa ajali. Najua kuna jambo lingine linasikitisha. Unapata kwamba kuna mtoto amezaliwa lakini mtu anasema alizaliwa bahati mbaya. Ama mjaisikia hivyo? Eti huyo alikuja bahati mbaya. Nani alikwambia kuna mtu anazaliwa bahati mbaya? Mungu anakusudi la kila mmoja anapozaliwa. So mtoto akizaliwa, Mungu anakusudi kwa nini huyo mtoto amefanya nini? Amezaliwa. Katika taifa la Israeli, ninaamini ya kwamba si familia ya Yese peke yake ilikuwa pale. Si palikuwa na familia zingine? Why only the family of Jesse? Ndipo Mungu akamchagua kijana Daudi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu na Baba wetu ishe mahala pa juu mbinguni. Tunakushukuru adhuhuri ya leo kwa wema na fadhili zako. Asanti kwa sababu umetukumbusha kwamba tuko hapa kwa kusudi. Na lengo ulilo nalo katika maisha yetu ni la kutupa tumaini. Tuombe unene pamoja nasi, utupe usikifu mwema, Roho wako Mtakatifu aweze kutamalaki, mapenzi yako yatendeke, ndilo ombi letu katika jina lake Kristo Yesu tumeomba. Amen. Nashukuru. Katika maisha ya kijana Daudi, tunaambiwa ya kwamba alikuwa ni kijana mdogo ambaye alikuwa mchungaji. Na kama kuna watu ambao hawachukuliwi kuwa wa dhamana ni wachungaji. Mchungaji utampata yuko kule, labda amebeba chupa yake ya maji na fimbo ya kufukuza yule mnyama. Lakini tunampata ya kwamba Daudi alikuwa tu na kombeo na hapi yake ni alikuwa anapenda kucheza kwa sababu moyo wa Daudi ulikuwa karibu na Mungu. Ndio maana katika sermon ya pili ilikuwa inasema God called me with a purpose. Kila mmoja wetu hapa Mungu amemuita kwa kusudi. Leo tuliambiwa sermon zilikuwa 3. Nitazungumzia hii kiasi and then niingie kwa hiyo nyingine. Katika maisha ya kijana huyu, akiwa ni kijana mdogo, in the family of 8, he was the last born. Na mara nyingi yule mdogo huwa anachukuliwa yeye ni wa kusaidia. Ukipata watu ambao wameenda umri kiasi, amepata mtoto 2, 3, akija kupata mwingine anasema niliona nilete yule mdogo wa kunitolea slippers under the bed. Sivyo ndivyo wanazungumza? Tuliona huyu ni yule wa kututolea nini? Wa kunitolea slippers chini ya kitanda. So huenda Daudi naye alizaliwa hivyo. Ndio maana mara nyingi alikuwa anaambiwa fanya nini? Enda ukachunge nini? Kondoo, mbuzi na ng'ombe. Na kijana yule Daudi alikuwa ni mtoto ambaye alikuwa ni mnyenyekevu. Kiasi ya kwamba he never questioned. Lakini mara ngapi pathfinders wetu, wazazi wanakuambia ondoka, kimbia niletee kitu fulani. Kwani mami uone mimi nimechoka, ukanituma nikafanya, na fulani ameketi tu. See, that is what we say pathfinders. So we complain. So it's high time as children we should never complain in life. Mzazi akikwambia jua ya kwamba wewe ndiye nguvu za mzazi. Inawezekana uketi, mzazi ajituma alete maji, arudi apike, abebe chakula kutoka kitchen alete kwa meza, mule, chakula umeacha hapo, sahani umeacha hapo, tena mami asimame, aanzane na vyombo, kwenda kitchen, akaoshe. Pathfinders tupo? Pathfinders tupo? Do we do that? Hata mami hata mimi nimechoka niko na homework. Si ndio? That is what we say. Mami alikuwa job, daddy alikuwa job, wamefanya kazi, wamechoka, wamekuja wamehakikisha wamepika, mmekula, lakini kutoa vyombo pale tukaoshe, mami niko na homework. So pathfinders, please, let's change. Sawa sawa? Let's change ili tuwe watoto ambao ni watiifu, tusije tukakosa mibaraka ya Mungu Baba na pia mibaraka ya wazazi. Tunaambiwa ya kwamba Daudi katika ule umri wake, huenda katika macho ya kibinadamu, kwa mtazamo wa macho ya kibinadamu, hakustahili kuwa mfalme. Hakufaa kuwa anointed because he was a tiny boy. Lakini tunaambiwa ya kwamba Mungu atazami yale ambayo mwanadamu anatazama. Unajua mwanadamu ninaangalia yale ambayo yanaonekana. Mnenaji aliyezungumza hapa asubuhi akasema we can as well charge vile anavyoonekana.
Ballet amevaa ni ya shilingi ngapi? Hiyo shati si ile ya mitumba ni ya kama 200 hivi. Skafu ni ya pesa ngapi? So tunamjudge bila amevaa. So tunamweka class fulani. Huyu ni wa hiki class. Huyu hapana. But tunaambiwa kwamba Mungu atazami maumbile. Asubuhi tulipokuwa katika lesson, it was a coincidence. Katika lesson ya PowerPoint kwa tunamzungumzia Daudi. Na mwalimu aliyetuzungumzia pale akatuambia kwamba katika macho ya kibinadamu tutaangalia mtu ambaye anapita pale kwa barabara tuone ni bouncer, amejenga vizuri, anakanyaga smart, tuseme yes, huyu ndiye anafaa kuwa king. Lakini tunapoletea mwingine labda amelemaa kiasi fulani, mguu mmoja ni mfupi, ama jicho moja alioni, ama nini, ama labda huyu mtu ako na ulemavu fulani, tunaona ya kwamba huyu mtu hafai. Mungu wetu atazami maumbile tunayoyaona kama wanadamu. Anaangalia nini? Anaangalia moyo. Kijana Daudi, moyo wake ulikuwa karibu sana na Mungu. Ndio maana mara nyingi akiwa pale malishoni alichukua muda wake kumtukuza Mungu na kuomba. Na kwa sababu hiyo akaandaliwa in secret. Haikueleweka jinsi ambavyo alivyoandaliwa. Kazi yake aliyoifanya, anapigana na simba, anapigana na dubu, hii yote ilikuwa ni mkono wa Mungu. Nguvu za Mungu zilimwezesha kufanya kazi hii yote. Na katika challenges zote alizozipitia, Mungu hakumwacha. In secret, David aliweza kumshinda adui aliyekuwa anamfuata. Katika maisha yetu tuko na adui wanaong'ang'ana nasi. But how much time do we spend in secret? Je, ni mara ngapi tunaomba? Pathfinders, tulipofanya induction first quarter, tuliahidi that we will keep the Pathfinder law. Ambao ningeomba Pathfinders wote tafadhali, hebu msimame. Pathfinders mlioko hapa msimame tafadhali. And you recite the Pathfinder law from law number 1 to the last law. The Pathfinder law is for me to Amen. But do we keep them? Katikati hizo zote 8, do we keep them? How many of us tunachukua muda wetu asubuhi tunapoamka, we read a verse and we pray before we start anything else? Tuachane na hizo zingine. Do we keep a song in our hearts? Do we walk softly in the sanctuary? The Pathfinders hawa ndio utawapata ya kwamba mara nyingi wako behind the church. Mara nyingi tuko na lessons zinaendelea, but they are seated there wananong'onezana wawili. The same Pathfinders ambao waliahidi Mungu first quarter that they will keep the Pathfinder law. It's high time, Pathfinders, let's keep the promises that we vowed before God. Unajua ni vizuri na ni rahisi sana kutoa those vows before the parents. But hizo vows ambazo tumezitoa, do we keep them? Tujue ya kwamba hatutolei hao wazazi wetu vows. Those vows we give them before our God. Be like David. Sit please. Be like David. Tunapoahidi tuhakikishe ya kwamba tunafanya yale ambayo tumeahidi kuyafanya. Na pia ningeomba wazazi tafadhali, sisi kama watoto at times tunajisahau. So my sincere prayer is that kama wazazi tafadhali mtusaidie, tukisahau mtukumbushe ya kwamba mlisema you will keep the Pathfinder law, you will keep the morning watch, you will walk softly in the sanctuary, kwa ile hali ya upole. Many a times tunajipata ya kwamba tumesahau katika umri wetu. So kwa upendo tunawasi, mnapotuona tunazungumza kanisani, tukumbushe tuko kanisani ili tunyamanze. Mnapotuona tumesahau tunachapa story kule nje, hiyo ndio lugha yetu ya Pathfinder. Tunachapa story kule nje. Kuja mtuambie ni masaa ya kuingia kanisani, hadithi mtapiga hadithi saa zingine tafadhali. Tusaidiane ili hata sisi Pathfinder tupate nafasi katika ufalme wa Mungu, tusije tukafungiwa nje. Jambo lingine tunapata ya kwamba baada ya Daudi kujiachilia mikononi mwa Mungu, mwisho wa yote Mungu aliweza kutimiza ahadi aliyokuwa ameahidi katika maisha yake. God alifulfill purpose yake katika maisha ya kijana Daudi.
Lesson number 3 ilikuwa inasema Pathfinder with a purpose, don't give up. So katika maisha ya Pathfinder, we should never give up. Tumeambiwa kwamba sisi wote ni wana Pathfinder. Sisi wote tunatafuta njia. Apart from age 10 to 15 ambao tunawaita Pathfinders, sisi wote ni wana Pathfinder katika safari ya wapi? Ya mbinguni. So katika maisha haya tunaambiwa that we should never give up. Kwa maana Mungu ako na kusudi katika maisha yetu. So point number 1 tunaambiwa Pathfinder with a purpose, trust God. Katika hali yoyote ile tunajulishwa kwamba ni vizuri tuweze kumtumainia Mungu. Haijalishi tunapitia maisha yapi, haijalishi ni magumu ya namna gani unayapitia. Huenda katika maisha tunayoyaishi sasa, by the way, kuna uoga mwingi. Why? For one, security in our country imekuwa mbaya. Mwenzako anapoondoka, achelewe kidogo ifike mwendo wa saa 1 giza limeanza kuingia, haujamsikia, unaanza kuwa na mawazo. Huenda amechelewa wapi? Bahati mbaya upige simu, iwe ni mteja. Huenda simu ako mahali ambapo hakuna network, lakini kwa sababu ya uoga tulio nao, unajaribu, unapata ni mteja wa nambari, afanye nini? What will happen? Tumbo ndio wapo, unasikia tumbo limejaa nini? Limejaa maji. Ni nini huwa kimetendeka? So katika hali hiyo, go to your knees, muombe Mungu akupe ujasiri na amulinde mwenzako kule aliko. Kwa sababu saizi mahali ambapo tumefika, si watoto, si watu wazima, hakuna amani. Anapoondoka, ukimwona amerudi salama, uko na kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kwa sababu barabarani kuna mambo mengi. Unashangaa ni nini kinaendelea. Watoto wetu wakiwa kule shuleni, hujui ni nini kinachoendelea. So when they come back, we need to thank God. Na siku zote katika ile hali ya uoga tulio nayo kwa sababu ya maisha ya siku hizi, tudumu katika maombi. Mama White anasema ya kwamba kama kuna mzigo mzazi ako nao, ni kuhakikisha ya kwamba mtoto wake ako salama. Na ndio maana inabidi mzazi ajinyime. Aombee mtoto wake akiwa pale shuleni. Aombee mtoto wake akiwa ametoka. Aombee hata mwenzake. Awe ni mume, aombee mke wake na aombee watoto. Awe ni mke, aombee mume wake na aombee watoto, kwa sababu kule nje hapana amani. Nyakati tunazoishi zadhibitisha ya kwamba historia ya dunia imekaribia, iko ukingoni. Na hakika kwa sababu hiyo mtu umetoka mwanadamu. Asubuhi mnenaji akasema ya kwamba mama akaamua kuchinja watoto wake. Si mmoja, si wawili. Watoto wangapi? 3. Ile hali ya kusema ya kwamba uchungu wa mwana ujuae ni mama mzazi, sasa huo uchungu umetoka kwa mama mzazi. You can imagine. Mama baada ya kubeba huyu mtoto miezi 9, ukapitia zile changamoto zote ambazo ulizipitia. But now imefika mahali kwa sababu ya changamoto za maisha, umefikia mahali unakatakata mtoto. Kisha unarudi kuambia mwenzako nenda uchukue watoto wako ufanye nini? Uzike. Hakika dunia imefika ukingoni. Very soon Christ is coming. Na anapokuja atakupata uko tayari? Atanipata niko tayari? Pathfinders, iwapo Kristo atakuja, atatupata tuko tayari? Jambo lingine ni majaribu, temptations. Temptations zipo. Lakini katika changamoto hizi tunaambiwa ya kwamba tusije tukatoa mawazo yetu ama macho yetu kutoka kwa Mungu. Daima hebu macho yetu yawe yametazama msalaba, mahali ambapo Kristo alikoangikwa, kwa maana pale tu ndipo panatumaini. Nakumbuka nikiwa attachment pale Serena Nairobi, nikawekwa on duty on a Sabbath, na aliyekuwa amesimamia finances alikuwa one of my uncles, first cousin to my mother. Na ni kama management ilinielewa mimi, I was related to huyo ndugu. So waliponipanga nikawaambia, I'm sorry, kesho siwezi kuja kazini kwa sababu ni lazima niende kanisani. Manager aliniambia, sikiza hivi Gladys, si wewe peke yako unaenda kanisani, hata sisi tunamwabudu Mungu. Kuja na huyo Mungu wako, mweke kwa draw. Ikifika saa 9 uondoke na Mungu wako uende naye nyumbani.
Now I was like, kwani Mungu anafungiwa? Akaniambia, wewe mtoto, uelewi kile ninakuambia, or else you quit the work. Nikamwambia afadhali ni quit. So akaenda kwa anko, akamuelezea, anko akaniita kwa ofisi. Moigwa, nini mimi nasikia Moigwa ni mtoto wa dada yake. Sijui nitaiweka aje kwa Kiswahili. Nini kwa Kizungu ni miss. Nini nasikia? Nikamwambia anko iko hivyo. Akaniambia, unajua siku hizi kazi kupata ni ngumu. Na tumeng'ang'ana ukaingia hapa. So ni siku moja labda ni wiki pekee. Nikamwambia hapana. Nikipatia shetani nafasi one Sabbath, the following Sabbath itanilazimu niwe pale. Nikikumbuka nimelelewa familia ambayo watu wako wanaenda kanisani. That is for Marriage Maria family. Mani ni wa PG na hawako wanaenda kanisani. Nilikuja kupata ujumbe huu nikiwa form 3 kutoka kwa marafiki pale Shauri Moyo. So singependa sana nikose Sabato. But ninashukuru Mungu alinipigania. Kwa sababu nilimaliza attachment na nikaondoka nikaenda. Lakini jaribu likaja nilipoingia bunge pia. Ikawa ni lazima niserve nini? Why? Nikawaambia hiyo sifanyi. By the way 2007 niliambiwa you have to quit. Kwa sababu you don't adhere to the rules and regulations of this house. But ninashukuru Mungu kwa sababu sijakosa kula, sijakosa kuishi, watoto wangu wanaendelea salama. I thank God. So majaribu yanapokujia, tafadhali tusije tukatoa mawazo yetu kwa Mungu. Always fix your eyes to the Lord. Trust God and he will sail you through. Uweza utaambiwa ya kwamba haiwezekani, but be sure that God is in control and he gonna take you through this life. Daudi alimwamini Mungu. Na alipomwamini Mungu, Mungu aliweza kumpigania hadi mwisho. Na ndio maana Daudi anazungumza katika kitabu cha, tunaambiwa katika kitabu cha 1 Samuel 17:45, Daudi aliweza kumwambia Goliath hivi, ya kwamba mimi ninakuja kwako kwa jina la nani? La Mungu. Wafilisti walikuwa na silaha zao za vita. Daudi hakuwa na chochote. Kile alichokuwa nacho ni kombeo na mawe, kwa sababu alikuwa amezoea kurusha nini? Kurusha mawe. Lakini alimtumainia Mungu, alimjua Mungu. So kile alichofanya, alisema ya kwamba anaenda kwa Goliath kwa imani kwa jina la Mungu. Na because of that faith that David had, aliweza kumshinda Goliath na akaweza kumuua. Pathfinders, do we trust God? Uenda pale shuleni kuna somo ambalo ukisikia bell imeringi hiyo somo inaingia, unasema mimi pusha. Katika wale wako high school utapata ya kwamba ati kuna wale wanaamua kutoka, anaenda ni kama short call, anachukua 15 to 30 minutes ati ako kule msalani. My daughter alikuwa ananiambia kuna subject ambayo ikifika half of our classmates wanatoka. They will take even 15 minutes. Mara wametoka kunywa maji kwa sababu hiyo lesson imekuwa ngumu. So unapotazama na unaona ya kwamba kuna kitu ambacho kinakukalia ngumu, kigumu, mpatie Mungu. Yesu ameahidi ya kwamba tumpatie mizigo yetu, ijapokuwa ni mizito atatubebea. And once you trust God, God will never at any time let you down. Atakushikilia na utakuwa mshindi katika vyote. Tuna kitu tunachoita peer pressure. Watoto wetu katika ule umri wako nao, kuna that influence ya wenzao. Like our boys. Hapa hivi, utapata hii group sasa ni ile ya football. Hata clubs zimeanzishwa katika estate, football academies. Watoto wanatoka, wanaenda kufundishwa kucheza nini? Football. Tusije tukavutwa na our peers. Tuanze kufanya mambo ambayo yanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Hebu tumuombe Mungu atuwezeshe ili kwamba tuweze kuovercome influence ya marafiki zetu. Na jambo lingine ni huzuni. Watu wengi tumepitia mambo ambayo yametujaza huzuni moyoni. Katika ile hali ya kuwa na huzuni moyoni, hebu tuweze kumwamini Mungu wetu ya kwamba ako pamoja nasi. Hata wakati ambapo tunajisikia ya kwamba tuko chini kabisa, Mungu yuko pale kutushikilia na kutuinua. Na hata tuacha.
Daudi alipokuwa anapitia changamoto nyingi, akijificha mpaka chini ya mapango, David knew that God was always with him and he trusted him. Na Mungu aliweza kumvusha hayo yote. Point number 2. Even with purpose, there are trials. Ndio, Mungu wetu ametuwezesha kuwa hapa kwa ajili ya kusudi fulani. Haimaanishi ya kwamba tukiwa kanisani hatutapata majaribu. Haimaanishi ya kwamba tukiwa kanisani hatutapata watoto wetu ambao wanajaribu kwenda kinyume na vile ambavyo mzazi amekusudia. Mzazi, tunapopata ya kwamba kuna mtoto ameenda hivyo, tafadhali tupige magoti yetu chini, tumuombe Mungu. Hayo ni majaribu ambayo yamekuja kwa muda mchache. Mnenaji wa asubuhi akasema ya kwamba it's for a season. It's for a season. Itafika wakati ambapo hayo yatapita. I have a sister-in-law. Alipoteza mume wake 2 years ago. Na the dad was yule baba ambaye kila kitu mtoto anaomba anafanya nini? Anapeana. So alipolala, it was a coincidence ya kwamba kijana mkubwa ndiye alikuwa amerudi, alikuwa college. But hao wengine wadogo wawili walikuwa shuleni. Second born ako one of the national schools. Aliporudi akauliza, mbona dadi akafa? Mami niambie ni nini ulifanyia dadi? But now kile kiliokoa my sister, the first born son was there. Na yeye alikuwa ameenda kupumzika mapema kabla hawajaenda kulala, akaacha kijana na baba wakiwa wameketi. Yeye akachukua mtoto mdogo ambaye alikuwa anajihisi vibaya. Yule kijana babake akamwambia, enda unichemshie tangawizi, ninahisi kama kana kwamba niko naoma ninywe. Akaingia kitchen, akachemsha maji. Akaja, akapata babake amesimama, anaangalia picha yake iko kwa wall. Akamuuliza, kwani dadi ni nini? Dadi akatoka hapo, akaenda kwa mlango. Akaanza kutazama kule juu. Alafu akarudi akaambia kijana wangu, take care of your brothers. No, kijana alikuwa ni nini dadi ananiambia? All of a sudden dadi akaanguka, hivyo ndivyo aliisha. So hakuwa mgonjwa, hakupelekwa hospitalini. So hao wengine walipokuja, this second born akawa so furious to the mom. Mami, wewe ndio uliua dadi. Mami, hata wewe kufa, hii mali ni yetu, nyumba ni yangu. Akawa so furious. Tukajaribu kuongea na yeye, kijana ako very furious. But I thank God. The whole of last year we used to talk to that boy. We used even to pray together. But I thank God is almost changing. Kijana alifika mahali baka akaamua kushikana na watu, anatoka kwa nyumba tuelewi anaenda wapi. Anakuja after 2 days. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nimeenda Eldoret. Ulienda aje? Nilienda na mtu. So ikabidi tuweke mtu ajaribu kufuatilia. Anatuambia, you know what? Nilikutana na sugar mami 3, tukaenda na wao Eldoret. Now you are like kijana in form 2. Umeanza kushikana na sugar mamis. Na ako na vijana wengine wenzake wameshikana na wao wanaenda. Mara wako Mombasa, mara wako Kisumu, mara sijui wako wapi. But despite all that, God was in control. We thank God that at least now that son you can sit, muongee na yeye na kuambia auntie nimepromise I will change. At least now even darasani anaweza akaconcentrate because hata shuleni ilikuwa imekuwa ngumu. One time akachukua tai akaingia nayo kwa washroom. Watoto wengine wakashout. So the sister alikuwa anapigiwa simu, kijana wako kuja umchukue shuleni. Ananiambia, Gladys, you know nimepigiwa simu nienda kuchukua mtoto. Anapomleta mtoto ukimuongelesha haieleweki. But all in all, shida tunazozipitia ni za muda mchache. So huenda kuna miongoni mwetu wengine ambao wanapitia changamoto kama hizo. Let's be there for them. When you pray for your children, kumbuka pia na watoto wa wengine tafadhali. Kwa kuna wazazi ambao huenda wanapitia changamoto but hawajui mzigo huo wampelekee nani. So be the mediator. Let's pray for one another. Let's pray for other children outside there. Wenda wengine hawamjui Mungu, wenda wazazi wengine hawamjui Mungu. But because of you, unaweza kuokoa yule mtoto. Most of us wengine tutafika mbinguni na utashangaa utafika mbinguni uambiwe na mtu ya kwamba I thank God because of your prayers, Sister Susan. Yale maombi uliyoyafanya ndio yalifanya nikafika wapi? Nikafika mbinguni. So tafadhali, tunapoona wengine wanaingia katika majaribu,
Sio ati huo ndio wakati tutaketi chini tuanze kusema unajua mtoto wa fulani amefanya akafanya akasema hapana. Take it to be your burden also. Chukua huyo kana kwamba ni mtoto wako. Muombe huyo mtoto. Ombea na yule mzazi Mungu ampe ujasiri. Tubebeane mizigo. Kwa sababu kazi ya ulezi si mama binafsi ama baba binafsi. Kazi ya ulezi, elders ako pale, pastors wako pale, walimu wako pale. Sisi wote tukiwa hapa kanisani tushirikiane katika ulezi wa watoto wetu tafadhali. Another point tunaambiwa Pathfinder, respect God and others. As a Pathfinder, unastahili kumheshimu Mungu akiwa wa kwanza. Katika sheria, excuse me, the Pathfinders are behind there. Katika safari hii, tuelewe hivi tafadhali, ya kwamba Mungu wetu amepeana sheria zake. Na katika sheria hizo zote, sisi kama watoto, tujue ya kwamba kuanzia sheria ya kwanza hadi sheria ya 4 ni relationship between us and who? And God. Hebu tuweze kumheshimu Mungu kulingana na vile ambavyo ametuagiza. Akatuagiza ya kwamba tusiwe na miungu mingine. So, kama Pathfinders, do we have any other gods behind the Heavenly Father? Huenda wengine wetu tumekuwa brought up in a family ambayo utaletewa kitu umeshonewa unaambiwa aje, hii enda uweke chini ya desk yako unapokuwa shuleni. Ama hii shonelea nguo. There is a boy ambaye aliniambia kwamba mamake alimletea kitu kilikuwa kimeshonwa akamwambia, my son, ninakupenda sana. Na changamoto unazozipitia singependa uendelee kuzipitia. Chukua hiki kitu, uone ile nguo unapenda sana, uweze kushonelea pale. Kijana akamuuliza, mami, do you really love me? Akamwambia ndio. Ninakuombea kila siku. Akamwambia sasa kama unaniombea ukweli, alafu unanipatia hiki, sasa ni gani nitaamini? Ni maombi unayoomba kwa Mungu ama ni hiki kitu umenipatia? Kijana akashika hicho kitu akarusha na akaambia mamake, kama unakihitaji kifuate, uende uchukue, wewe ushonee kwa nguo yako. So, Pathfinders huwa here. Wakati ambapo mzazi ama mtu yeyote atakuintroduce kwa kitu kingine kando na kile ambacho unajua kulingana na neno la Mungu, just leave that thing. Uenda utakuja uambiwe ya kwamba maisha unayoyaishi ni maisha ya ufukara. Ukijiunga na grupu hii utafanikiwa, utakuwa mdosi, utasaidia watoto wako. Yaani watoto wenu ama wazazi wako. Don't dare. One of my brothers akawa na kijana. Kijana alikuwa form 2. Kijana akatoroka shule na akajua ya kwamba babake amechukua loan, akaenda bedroom, akabeba pesa za baba over 80,000. Kijana akatoroka, akaenda sijui alienda akajivinjari zikaisha. After that, kijana akajiunga. Hapo ametoka Kisii, ameenda maeneo ambapo hatukujua ni wapi, tulikuja kujua baadaye. So one afternoon, Sunday, nimekaa kwa nyumba na nimeshika mtoto. By then my daughter was very young, ndiye alikuwa mkononi. Baba yake akaniambia tupige magoti tuombe after amepata simu. Nikamuuliza ni nini watu tuombe. So in the prayers ndio nikaja kurealize he was praying kwa sababu ya kijana wa ndugu yake ambaye anasema, anko, mimi nikuisha ninaisha, naomba unikumbuke kabla sijafa. Immediately baada ya maombi akatoka, akaniambia anaenda Cabanas. Akaniacha. By then tulikuwa tunaishi Mlolongo. Akaniacha akaenda. Alipoenda akapata kijana ako kando ya reli. Kumbe kijana alienda akaamua kulala juu ya reli. Reli ikija, gari ya moshi ikija ifanye nini? Ipite juu. Akaokolewa na wasamaria wema, wakamweka kando. Na kumbe tayari alikuwa amekunywa dawa. Alikuwa amenunua rat na amekunywa. Haikujulikana. So uncle yake akamchukua akampeleka the nearby clinic akafanywa first aid. Akatolewa hapa akapelekwa Shalom, akawa admitted for 2 days, akaja nyumbani. So as we were talking, Lipa akaniambia kwamba anti, unajua nini? Nilikuwa nimeingia Facebook, nilichukua pesa za dadi nikanunua simu. Baada ya kununua simu zingine tukakula na marafiki. So simu niko nayo ndio hii anti. Niliingia kwa Facebook, nikapata group, nikajienroll. Na baada ya kujienroll, wakawa wananipatia instructions za kufuata. So I've been following them. Lakini mahali nilifika sasa,
wananiambia they want my beloved brother, my elder brother, of which ninampenda, singempeana. Ndio maana nikaamua kukunywa dawa. Lakini nilipokuwa nimekunywa dawa nikakumbuka anko anaweza niombea, nikapiga. Lakini baada ya kupigia anko simu, imagine anti nilipigiwa simu nikaambiwa nimewashtaki. Mbona nimepeana mawaidha yao tena kwa mtu ambaye anamuomba Mungu? So they are furious to me, they wanted to kill me. So our pathfinders, hata mtakapokuwa kule shuleni, mind the friends that you have. Hebu jua associates wako ni kina nani? What do they believe in? Wengine wako college, mtu amekaa vizuri, amemaliza high school, anapofika college anapata group na anajiingisha kwa group ambayo inampeleka kwingine. Kindly, our pathfinders, be cautious at all times. Trust God and mshikilie kile ambacho wazazi wamefanya nini? Wamewafunza. Shikilia kile ambacho elders wametufunza from the pulpit here. Shikilia kile ambacho mwalimu wako amekufunza Sabbath after Sabbath. Tusije tukajiingiza katika shida ambayo kujitoa itakuwa ni shida. Na pia let's also respect others. Tuheshimu wengine. Haijalishi hao watu wako namna gani. Mtu awe ni wa kiwango cha chini, awe ni kiwango cha kadri, awe vile atakuwa, tafadhali tuweze kuwaheshimu wote. Unaona hata yule mlevi ambaye atapita pale, mlevi atachukuliwa ya kwamba huyu ni mlevi, aelewi kile anachofanya. Lakini ukisikiza vizuri huyu mtu ambaye tunasema ni mlevi, huenda akazungumza point ambayo inaweza kukusaidia. Ama upate huyu mtu anakupatia warning, huenda umeandaliwa mauti pale mbele. But huyu mtu akwambia kwamba usipite hapa, pale mbele kuna watu wabaya. Si amekuokoa? So let's respect everybody. But tusichukue mawaidha yote. Unapoambiwa mambo, hebu jaribu kuyafikiria. Na iwapo kuna jambo ulielewi, go back to your parents. Muulize mami, daddy, nimeambiwa hivi na hivi. What do I do? Ama unaona aje? Hakuna mzazi atakosa kukupatia advice ambayo inahitajika. Jambo la mwisho, baada ya kumzungumzia Daudi na yale yote aliyoyafanya, tunapata ya kwamba kunaye mwana pathfinder wa kipekee ambaye kila mmoja wetu angelitamani sana aishi kadri vile ambavyo alivyoishi. Na huyu ndiye Yesu. Tunaambiwa Jesus is the greatest pathfinder. Kumbuka Yesu alizaliwa kama mtoto wa kawaida duniani. Akaishi maisha ya watoto vile ambavyo tumeishi. Yesu aliweza kushirikiana na wazazi wake katika ule umri wake mdogo. Yesu alisaidia wazazi wake. Yesu alikuwa anatumwa jinsi tunavyotumwa. But no day Jesus decided to go against the will of his parents. Apart from ile wakati ambapo alienda akabaki kanisani. Na mzazi alipokuja kumuuliza, alianza kumwambia ya kwamba ujui ya kwamba nilistahili kukaa kwa nyumba ya baba yangu, of which is right. So as pathfinders, being a Sabbath day, unastahili kuwa wapi? Nyumbani mwa baba. Unastahili kuwa wapi? Nyumbani mwa baba. Iwapo mama atakwambia Sabato na ni lunch time ati wewe enda ukafungulie mbuzi, mwambie no. Mami, ninastahili kukaa wapi? Nyumbani mwa baba. Mahala ambapo tu tunastahili kuwa ni nyumbani mwa baba. Na hapo ukiambia mzazi ya kwamba unastahili kukaa miguuni pa Yesu, sidhani kama kuna mzazi ambaye atakupinga kama mzazi. Unless huyu mzazi amechanganyikiwa. Kwa sababu kila mzazi wakati anatamani watoto wake wakae wapi? Miguuni pa Yesu. Kwa maana pale pa Yesu hapo ndipo pana amani. Ombi langu ni kwamba Mungu wetu atusaidie tuweze kuwa wana pathfinder ambao wanajua ya kwamba wako hapa because of a certain purpose, na purpose yenyewe ni kupata the eternal life. Mungu wetu atubariki. Amen. Baba mtakatifu na Muumba wetu ishie mahala pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa ukuu na wema wako. Asante kwa ajili ya funzo ambalo umetupa adhuhuri ya leo. Tangia asubuhi umetulisha, na zaidi mno Mungu wetu tunakushukuru kwa kuwa ulikuwa na kusudi katika maisha yetu ya kwamba siku hii ya leo tuweze kujifunza mengi kuhusu vile ambavyo unalo kusudi katika maisha ya kila mmoja wetu kama watafuta njia. Tuombe ya kwamba katika safari hii tunapotafuta njia ya kuelekea mbinguni,
utushike kila mmoja wetu mkono, tutembee pamoja nawe hadi tufike katika kiti chako cha enzi. Tusamee dhambi na makosa yetu, utuandae kwa ajili ya ufalme wako. Mapenzi yako yatendeke sasa na hata milele. Ndilo ombi letu katika Kristo Yesu tumeomba. Amen.